tuingie pamoja kwenye maombi ya usiku wa manane. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kibali na neema kuingia kwenye maombi ya usiku wa manane. Najiunganisha na kujiconnect na mpendwa huyu ambaye amefungua audio hii na video hii. Lengo yuko tayari kuingia kwenye maombi pamoja nami. Na kuomba Mungu, unaisikia maombi yetu, unaisikia kuomba kwetu, mtie nguvu na iondoa roho ya uzito ambayo imekukamata. Mwingine unapotaka kuomba unasikia uchovu, unasikia usingizi, unasikia vitu vinakuja kukwambia kwamba acha kuomba kwanza. Wakati mwingine unakosa maneno ya kuomba, na mwingine unapoomba unasikia kupiga miayo. Mwingine unapoomba unasikia kuna kitu kinakukaba kwenye kifua chako. Mwingine unapokuwa unazama kwenye maombi ya kina, unasikia kama kuna kelele au kama kuna kimvuli kinakufuatilia. Mwingine unapoomba unasikia kuna hali ya kuchoka, unasikia hali ya kukosa nguvu. Mwingine unasikia hali ya kutamka maneno machafu. Nami nakufungua usiku wa manane huu. Pokea nguvu ya kuomba. Na mwalika Roho Mtakatifu, roho ya maombi, awe pamoja nawe hapo hapo unaponisikia. Naita roho ya maombi katika jina la Yesu. Naondoa kila uzito wa kuomba. Naondoa kila pepo la uzito ambao linakukamata ushindwe kuomba. Na likamata anga la mahali ulipo usiku wa manane huu. Wacha likubali maombi. Kila mkuu wa giza ambaye huwa anasimama kuzuia, ambaye huwa anatuma mishale ya moto, tunapangua na kutegua kila mishale ya moto katika jina la Yesu. Na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kila mishale ya yule shetani inayokuja kukuzuia, na amuru ikuachie kwa jina la Yesu. Kila roho ya hofu inayokufuatilia, na amuru ikuachie kwa jina la Yesu. Mahali ulipo na achilia nguvu za Mungu. Mahali ulipo na achilia uwepo wa Mungu. Pokea nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu. Unasikia kusisimuka, unasikia kuna uamsho na upata. Pokea hiyo connection ya maombi. Wako malaika sahihi wanakujiria. Kila uzito ulioandaliwa kwako na ukemea kwa jina la Yesu. Kila pepo anayepingana na maombi, anayezuia maombi yako na sala zako, na amuru waachie kwa jina la Yesu. Wale wachawi wanaoalikana na kufanya uchawi wao usiku huu, tunawategua na kutegua mitego yao. Kila njia ya wachawi ikawe kiza na utelezi, wanaokuja kufuatilia maisha yako, wanaokuja kufuatilia mambo yako, wanaokuja kufuatilia mafanikio yako, wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Wapigwe upofu kwa jina la Yesu. Anga la kimbingu lifunguke kwako. Anga la uwepo wa Bwana lifunguke kwako kwa jina la Yesu. Na achilia malaika wa moto wawe pamoja nao usiku wa leo. Tunakamata usiku huu, tunakamata anga la usiku, likawe anga lilobarikiwa, likawe anga lilojawa nguvu za Mungu. Pokea nguvu za maombi, pokea uamsho wa maombi. Ile nguvu ambayo ilikuwa nakujilia zamani, ulikuwa unaweza kuomba hata muda mrefu, ulikuwa unaweza kuomba hata lisali moja. Nakataa kuomba kwa muda mfupi, nakataa kukosa maneno ya kuomba. Pokea uamsho wa kuomba, pokea uamsho wa kuomba. Kamata anga hilo, liteke anga kwa jina la Yesu. Teka anga lote, kila maagano ya giza, kila maajenti wa kipepo wanaotumwa kukuletea uharibifu, roho ya kuwafarakanisha, roho ya kukuchafua kiuchumi, roho ya kuzuia mipango yako, mipenyo yako, malengo yako, na itengua kwa jina la Yesu. Baba, tumekuja mbele zako, tunasema asante kwa sababu tunaamini tunaweza mambo yote katika wewe unatutia nguvu. Ni wakati huu Bwana, na kamata ulimwengu wa roho yako, majibu ambayo Bwana umeandaa kwa ajili yetu. Nami nafungua malango ya kupokea majibu. Kila roho ya vizuizi na iondoa mahali popote ambapo Bwana tulikuomba na majibu yetu yakazuiliwa na wakuu wa anga. Baba, tunafungua majibu yetu. Fungua majibu yako, fungua majibu yako. Ni wakati mzuri wa utulivu. Unapoomba kuna majibu yako yanafunguka. Unapoomba kuna majibu yako yanaletwa katika jina la Yesu. Mwingine umekuwa kwenye maombi ya mfungo, umekuwa ukimwomba Mungu, umesema Bwana naomba unisikie, Bwana naomba uyasikie maombi yangu. Bwana akakupe majibu yako. Kama kuna yoyote anayezuia, kama ni maagano, kama ni roho za kifamilia, uchawi wa kifamilia, maagano ya mazingira, maagano ya yoyote yale ambayo yanatuma kwako, yashindwe kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Maagano ya hofu, roho ya hofu, yale mandoto mabaya na yatoa. Toka kwa jina la Yesu. Naipinga kila nguvu za giza. Toka. Napiga kila roho za uchawi na uganga zishindwe kwa jina la Yesu. Uwepo wa Bwana uwe juu yako, amani ya kimungu iwe juu yako. Na kuombea saa hii, chukua nafasi hii, ombea. Hata kama una watoto wako, una mme wako na mke wako, una familia yako na wazazi wako, enda mbele za Bwana ukiwaombea. Mwambie Bwana, nawaleta mbele zako, naweka ulinzi wako, uwe pamoja nao, uwalinde usiku wa leo, uwalinde usiku wa leo, uwalinde usiku wa leo. Omba. Kama una biashara, una kazi, iombee sasa. Una mahusiano yako, yaombee sasa. Una wanafunzi, waombee sasa. Omba, 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 omba. Ni usiku wa maombi, ni usiku wa maombi, ni usiku wa manane wa maombi. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba leteni hoja zenye maana tusemezane. Peleka hoja zenye nguvu mbele za Bwana. Semezana naye, sema naye Bwana, sema naye, anakusikia. Tumia kinywa chako kudai haki yako. Biblia inasema kwamba sisi tulihamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, tumeingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Tuko ndani ya Yesu Kristo. Tamka chochote utapokea. Mwambie Bwana, nimekuja mbele zako na
nahitaji kina kile. Peleka mahitaji yako, peleka mahitaji yako, peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Uwepo wa Bwana uko pamoja nawe, malaika wa Bwana uko pamoja nawe. Usiogope, Mungu atakusikia, Mungu atayajibu maombi yako. Wako wapi waombaji? Uko wapi mwana maombi ambao unasema Bwana, nitaomba mpaka nipokee majibu, nitaomba mpaka kieleweke? Kuna maadui wamekuzingira, kuna watesi wanakuinukia, kuna maneno makali ambayo yanakuinukia. Mwambie Bwana, sasa nimekuja mbele zako. Usiku wa leo huu nitaomba, usiku wa leo huu ninaomba, usiku wa manane huu ninaomba. Nalikamata anga la usiku wa manane, nalikamata anga la usiku wa manane, nalikamata anga la usiku wa manane. Rebosha tarababa seremaya taranaya. Nasikia uwepo wa Bwana. Pokea nguvu ya kuomba. Endelea kuomba na kuchochea, endelea kuomba na kuchochea na kutia nguvu. Usichoke na kutia nguvu, usichoke. Ayo maombi yako yatajibiwa, ayo maombi yako yatapokea mpenyo. Pokea mpenyo wa maombi, pokea uamsho wa maombi, pokea majibu yako, pokea majibu yako, pokea majibu yako, pokea majibu yako. Ile neema ya Mungu iletao majibu iwe pamoja nawe kwa jina la Yesu. Unapokea ushindi, unapokea kuweza, unapokea kuvuka, unapokea kushinda katika jina la Yesu. Ule uweza wa kimungu ushuke pamoja nawe, uwe juu yako katika Kristo, uwe ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea. Kama unaumwa, pokea uzima. Kama kuna taarifa ambayo umeisikia, natamka uzima. Wewe ni mzima kwa jina la Yesu. Magonjwa na uzito wote na uhamisha, ukuachie kwa jina la Yesu, ukuachie kwa jina la Yesu, ukuachie kwa jina la Yesu, ukuachie kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Mungu akutane na familia yako, walio mbali na wewe, walio karibu na wewe. Mungu akawasaidie, Mungu akawatetee. Maombi haya sio bure, maombi haya ni silaha, maombi haya ni moto. Roho ya hofu na iondoa kwako. Toka hofu, toka hofu. Mishale ya adui shindwa katika jina la Yesu. Yale mandoto mabaya toka katika jina la Yesu. Endelea kuomba huku ukimshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo Mungu amekutendea, na anza kuamini sasa kwamba itakuwa. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Ni usiku wa maombi. Endelea kuomba na Roho Mtakatifu yuko juu yako. Roho wa maombi yuko pamoja nawe na kutia nguvu. Endelea kuomba. Tamka tu yale ambayo ulisema nitaomba. Tamka tu yale ambayo ulisema nitaomba. Yale ambayo ulisema nitayaombea. Wakati mwingine kuna watu wako hospitalini wanahitaji maombi yetu, wako magerezani, wengine wamelala njaa, wengine wajui wale nini, wanaishi kwenye mazingira magumu. Omba kwa ajili yao. Waombea wachungaji, ombea viongozi wa dini, ombea taifa lako. Mwambie Mungu atusaidie. Ombea hata mataifa ambayo tunasikia na vita. Mungu aingilie kati, awatetee. Watu wanapoteza maisha watoto wadogo, maisha watu wazima yanakatishwa. Mwambie Bwana, tumesimama kwenye nafasi zetu, tumesimama tukiomba. Tunajua kwamba tuko nyakati za mwisho. Adui analeta uovu, analeta mbinu nyingi kuharibu maisha ya watu. Mwambie Bwana, nipe nafasi nyingine, nipe mwisho mzuri, nipe neema yako Bwana, nipe moyo wa kukutumaini wewe, imani ya kukucha wewe, imani ya kukutegemea wewe. Mawazo mabaya na akataa, roho za kutegemea waganga, roho za kukata tamaa toka. Roho za kwenda kwa mifumo, tunakataa kwenda kwa mifumo kwa jina la Yesu. Kila uchawi na uganga usifanyikiwe kwako. Ulinzi wa Mungu we pamoja nawe, ulinzi wa Mungu we pamoja nawe. Usiku wa manane huu ukawe ni usiku wenye majibu yako, ukawe ni usiku wa kupiga kila nguvu za giza, ya kupiga kila uchawi na uganga, ya kupiga kila mpango ya shetani. Tunaachilia moto wa kimungu utawale. Damu ya Yesu ikae kwenye nyumba yako, kwenye malango yote, kwenye maeneo yote. Uwe mzima, uwe mwenye nguvu na afya tele katika jina la Yesu, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yatakutia nguvu. Usiishie hapa kuomba, endelea kuomba. Utasikia Roho Mtakatifu anakuuisha na kutia nguvu ya maombi hatua kwa hatua. Ukisikia unaishiwa nguvu, yarudie tena maombi haya. Wakati mwingine weka hata audio ya nyimbo ya kuabudu, itakuongezea muda wa kuomba zaidi. Zama kwenye maombi, zama kwenye kilindi cha maombi. Mungu atakuinua na Mungu atakutia nguvu vile ambavyo hukutarajia. Mungu akubariki sana, Mungu akutende mema. Ikiwa unahitaji msaada zaidi wa kiroho, unahitaji niende kuombea, unahitaji unipe ushuhuda, unahitaji kuachilia sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka na WhatsApp. Namba hiyo iliyoandikwa sadaka na WhatsApp. Unaweza kaachilia sadaka yako, jina ni Godwin Ndelwa. Achilia sadaka yako ya imani. Mwambie Mungu, naachilia sadaka hii iweze kuifanya kazi yako. Yako mambo mengi ambayo yanahitaji sadaka yako. Achilia kwa imani na Mungu atakubariki. Na kumbuka, sadaka ni hiari. Na wakumbusha wale ambao mlikuwa mmeweka ahadi kwa ajili ya kuchangia ununuzi wa keyboard pale kanisani au wa kinanda, na wakumbusha kutimiza nadhiri zenu. Na wewe ambao unatamani usimame nasi katika ununuzi wa keyboard ni 4,405,000 na tunatarajia kukamilisha
ununuzi huo siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa unaweza kaachilia sadaka yako shilingi 10,000, 5,000, 100,000, dola na vyovyote ambavyo Mungu anakusaidia. Lakini pia nawakumbusha wanafamilia wa Maombi ni Dawa ambao mlikuwa mnahitaji t-shirt. T-shirt tayari zipo. Nimekuwa nikisumbuliwa na watu wengi, tunahitaji t-shirt za Maombi ni Dawa. T-shirt na sticker za Maombi ni Dawa zipo. Maji ya Maombi ni Dawa yapo. Nakumbusha maji ni bure kabisa, sticker ni bure kabisa, lakini t-shirt utachangia. T-shirt zimeanzia gharama ya shilingi 15,000 kwa sasa, 15,000 na 20,000, 15,000 na 20,000. Na wewe ambaye uko mbali ukiwa unahitaji t-shirt kadhaa, kuna vijana wanaweza kukutumia. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Nimefurahi kuwa pamoja nawe katika maombi haya. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.